gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni matarajio ya wananchi. Wananchi wataja hoja 7 wanazotamani zipate majibu kupitia hotuba ya Rais Samia anapozindua bunge la 13, waziri mkuu mpya, baraza la mawaziri na vurugu za uchaguzi navyo vichukua nafasi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Baadhi ya mambo yaliyoainishwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni yaliyotokea Oktoba 29 kutokana na majeraha, vilio vya mauaji, kesi za uhaini vilivyotokana na vurugu za uchaguzi. Matarajio ni kuona Rais Samia kesho anatoa faraja, mwelekeo mpya na unaokwenda kuponya, kuimarisha umoja. Uteuzi wa waziri mkuu, haiba, msimamo, uwezo na uadilifu wa waziri mkuu anayeteuliwa leo nao watajwa kutoa taswira ya utendaji wa serikali kwa miaka 5 ijayo. Mwelekeo wa serikali mpya. Hotuba ya kwanza ya Rais Samia kwa bunge inasubiriwa kutoa mwelekeo halisi wa serikali, mipango ya maendeleo na uimara wa bunge katika kuisimamia serikali. Baraza la mawaziri. Watanzania wanatamani kasi ya maendeleo na uteuzi wa baraza la mawaziri nao wasubiriwa kubainisha uwezekano wa kasi hiyo kwa kutegemea wahusika. Uponyaji au maridhiano baada ya vurugu wakati wa uchaguzi. Kauli za viongozi wa dini wakiwamo wanasiasa ni kuwapo kwa meza moja mazungumzo, lakini maoni ya wadau ni hatua gani za kuchukua kwa wahusika, mtu gani asimamie maridhiano. Na kwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Rais Samia Suluhu Hassan, masuala ya mwelekeo kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Gazeti hili imeandika mrundikano wa wanafunzi mtakuja washtua, habari katika ukurasa wa 18. Lissu alianzisha upya, awapinga mashahidi. Dar es Salaam. Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, amepinga shahidi fichwa wa Jamhuri kuendelea ushahidi katika kesi ya uhaini dhidi yake, akitoa sababu 6. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi.